Mtazamaji na mwana michezo mwenzangu kutokea huku Makabe. Bwana, leo nimekuja Makabe na dhamira ya kuja huku bwana ilikuwa ni kuzungumza na Bakari Malima Jembe Ulaya. Lakini kwa bahati mbaya tumepishana kidogo, lakini nimekutana bwana na mwanae anaitwa Ngida Malima. Wamefanana sana namna ambavyo hata ukimtizama amefanana sana babake Jembe Ulaya. Inakuwaje Ngida? Namshukuru Mungu. Fresh kabisa. Mambo yanasemaje? Mungu anasaidia, tupo. Bwana, mimi nataka uniambie kwanza ni kwa namna gani ambavyo jina la babako labda limeweza kukusaidia wewe kwenye karia yako ya mpira, kwa sababu mimi nafahamu wewe ni mchezaji wa mpira na kuna kipindi ulikuwa Yanga ya vijana, baadaye umeenda hizi timu za daraja la kwanza, lakini mimi nataka uniambie lile Jembe Ulaya ambavyo wewe limekusaidia vipi, kwa sababu babako ni mtu ambaye mwenye jina kubwa, limekusaidia kwa kiasi gani labda kwenye karia yako ya mpira? Kwanza nashukuru, jina kwa namna nyingine linasaidia asilimia kubwa, ila kwa namna nyingine linakuwa linaleta pressure. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe jinsi ya kuhimili hapo, kwa sababu kuna sehemu nyingine ukienda watu wakishajua wewe ni mtoto wa mtu fulani, ina maana muda mwingi watu lazima macho yawe juu, yani yawe kwako. Kwa hiyo sasa ni hapo wewe mwenyewe jinsi, ila inasaidia kwa kweli, kuna muda inakuwa inasaidia asilimia kubwa. Mimi nataka uniambie sasa, wewe target zako ni siku moja kuona kufika kama mzee, maana nadhani mnacheza position sawa. Wewe unacheza katika nafasi ya ulinzi, lakini ukiwa una uwezo wa kucheza kama kiungo, una dream sasa ile siku moja ukijiangalia kwa namna mpaka umefika, kwa sababu kuna mara mwisho ulikuwa Kopko ile ya Mwanza, lakini sasa hivi nadhani sijakuona sana. Una target wewe kwenye karia yako siku moja kuwa beki mkubwa katika taifa hili kama ambavyo alikuwa mzee? Kwa sababu naamini kila kitu ni mpira, ujue ni mchezo wa wakati. Tunaamini simuloisha nilikuwa Kopko, nikaenda Zanzibar timu ya Chipkizi, ila sasa hivi kuna mambo kidogo ya kukaa sawa, nipo, ila Mungu akipenda kuanzia msimu ujao takuwa kwenye dream kubwa ni kila mtu kufika malengo alipofika na juu zaidi kuendelea. Ndo malengo yalokuepo, ni Mungu sasa hapo naye. Wewe style yako unaocheza, maana ni kijana wa kisasa, maana mzee alikuwa ni mtu tafu, ni mtu kazi. Kwenye misimu yake ambayo amecheza katika maisha yake hajawahi kuumia. Maana na watu mpaka kumuita Jembe Ulaya ni mtu ambaye alikuwa mtu kazi. Style gani unacheza, kama mzee ama wewe kidogo umejimodify kwa sababu ni muda? Kiukweli haiwezi kuwa kama yeye, kwa sababu wao kipindi hicho walikuwa wanaamini kwenye nani yao, na sasa hivi mpira umebadilika. Fiziki. Sasa hivi mpira muda mwingi hata kwenye mazoezi muda mwingi natumika mipira. Kwa hata zamani jinsi mazoezi yalivyokuwa na sasa hivi kuna utofauti, yani kiukweli. Hata ukiangalia uchezaji wake na sasa hivi, ndio maana sasa hivi unaona kina Jobu, kina nani, akili inakuwa ni nyingi tofauti na wao zamani, nguvu zinakuwa ni nyingi, ila sasa hivi kucheza nguvu unaweza ukaonekana sio. Sasa hivi mpira kidogo umekuwa wa kisasa zaidi. Maongezi gani ambayo mnazungumza zaidi na mzee mnapokuwa nyumbani? Yani sasa baba na mtoto, lakini wote ni yule ni mchezaji mkongwe, lakini wewe ni mchezaji ambaye unachipukia. Sasa tutoe cheo cha ubaba, yani maisha gani ambayo mnazungumza kama yeye legend, kwa sababu yeye ni legend ambaye bila shaka utakuwa unamwangalia na kuna vitu ambavyo utakuwa unamsikiliza. Maongezi gani mnapoongea katika karia yenu ya mpira? Maana yeye ni kocha pia. Kwa sababu yeye ashawahi kucheza, kwa hiyo lazima kuna muda ananipa misingi, mambo yanavyoenda, misingi ya mpira, yeye anajua kila kitu. Kwa hiyo nashukuru nikiwa kwenye sehemu huwa ananihusia mambo ya kufuata kwenye mpira na miiko ya mpira. So mpira unakuwa na mambo mengi, ila muda mwingi anakuwa ananihusia vitu ambavyo vinatakiwa kwenye mpira. Uzuri na yeye sasa hivi ni kocha. Namshukuru Mungu, kiukweli tupo sawa. Mtazamaji na mwana michezo mwenzangu, tunazungumza na Ngida Malima, mtoto wa Bakari Malima Jembe Ulaya. Katika bwana, wakati unasoma Makongo nafikiri umesoma ya rafiki yako naambia bwana alikuwa dogo janja sana. Ile mpaka anakuja nyumbani analala, lakini mpaka kipindi hicho shaanza kutoa mangoma yake star mtaani, watu wanamshangaa. Niambie vituko ambavyo unavikumbuka viwili wewe na dogo janja katika harakati zenu tu za ujana. Yule mwanangu bwana, kituko ambacho kikubwa nakikumbuka, tulikuwa na mtindo, mimi nilikuwa nakaa Mbezi, alikuwa anakaa Kibo kwa Madi. Muda mwingi mimi nilikuwa natoka nyumbani na nguo za shule, nikifika pale Kibo na yeye anatoka na nguo za shule, lakini mimi ninapotoka nyumbani ninakuwa na nguo kwenye begi za nyumbani na yeye anakuwa na nguo za nyumbani. Kwa hiyo tukitoka pale Kibo tunapoondoka tulikuwa naenda Kariakoo, muda mwingi kama siku tunaona shule hatunani, tunaenda tunabadili nguo mbele kwa mbele, tunaingia kwenye maisha mengine.
Ila Kale yako mlikuwa mnafanya nini sasa? tulikuwa naenda yani, labda unakuta yeye labda ana mishe zake za muziki, tunaenda mimi kwa na mambo yangu ya mpira, tunakuwa na yani kiukweli tunashirikiana mpaka leo. Nashukuru Mungu ni mshikaji wangu na tunashirikiana. Kitu gani sasa ambacho hujatuambia hapo mlikuwa mnakutana nacho, yani kwamba da unasema ukiangalia pamoja alivyokuwa star, lakini kuna kisa tu ambacho mlishawahi kufanya mkiwa pamoja mpaka leo kibaki unacheka tu? Mimi kitu ambacho nakumbuka kwa mwanangu, kituko alikifanyaga ni kituko, lakini ilimwasili pia shuleni. Alimuita mwalimu kubwa jinga, ambaye yeye aliitwa na mwalimu we dogo jinga, na yeye bila kujua akageuka kujua ni nani ile dogo janja, akamuita dogo jinga. Na yeye mwalimu akamuita dogo jinga, naye akamuita kubwa jinga, kugeuka hivi mwalimu mwenyewe soja. Kiukweli kazi alikuwa nayo. Alipata bakora za kutosha. Kugeuka hivi soja sasa akafanya. Alipigwa vibaya mno kiukweli. Yani wewe star nini uliwekwa pembeni. Na uzuri shule yetu ile kama unavyojua bwana. Ila kiukweli Kimembe yani hicho ni kitu ambacho paka leo tukikutana huwa tunakumbushana. Ukijiangalia sasa target zako, ukijiangalia uwezo wako, unaona unaweza kucheza timu ambazo alicheza baba? Inawezekana kwa sababu mpira ujue ni mchezo wa wakati na mchezo unaohitaji uvumilivu. Kwa kukaza kwako na uvumilivu wako, ukikomaa unaweza kufika sehemu inakutaka. Bwana, shukrani sana. Nimeona hapo umevaa t-shirt ya Dickson Ambundo. Mwanao sana, moja kati ya washikaji zako kabisa. Huyo ni Mlikutana wapi wewe na Ambundo? Ambundo na mimi tumekuwa pamoja, yani toka utotoni tumekuwa tukishirikiana, yani kwetu yani tumekuwa ni kama ndugu. Mwanzo? Kutoka Mwanza na mpaka leo. Yani ni mtu ambaye haziwezi kupita siku mbili hatujawasiliana. Ni mshikaji wangu ambaye yani ni kama ndugu kwangu. Yani ni mtu ambaye ninashirikiana kwa kila kitu toka utotoni mpaka leo hii. Ni mtu ambaye hatupingani kwa chochote. Ambundo amefanikiwa sana, amecheza Yanga, amecheza national team kidogo. Kwa namna ambavyo ulimuona tangu mdogo, na bila shaka yeye anatoka kwenye familia wanajua sana mpira. Kuna kaka yake anaitwa Edo nadhani. Huyo bwana, huyo Edo ni hatari mno kiukweli. Huyo mimi mwenyewe nawaambiaga hata ndugu yangu Diki. Yani huyo Edo ni basi tu ni yeye mwenyewe, ila Ambundo yule kipaji chake kwa yule Edo jumlisha mara 4 yake. Edo ni hatari zaidi, yule ni anajua boli. Yani yule ni talent. Mimi mwenyewe yani hata kucheza, yani Edo ni sio mtu wa kucheza chini. Ni anajua mno mpira kiukweli. Nafikiri kwa nini kaka Ambundo kufanikiwa? Kwa sababu alikuja Morogoro na alikuwa star. Sisi tumecheza naye Edo. Ujue kikubwa yani mpira ni mchezo wa miiko. Yani mpira una miiko yake. Sasa yule blaza yetu kidogo kuna miiko inakuwa inampita. Ila yule ni mtu ambaye angesema atulie. Yani kiukweli mimi hata yeye mwenyewe namfananishaga na mwambiaga ni Chama. Yani uchezaji wake na Chama yani wasioni utofauti. Yani yule bwana mimi kuna baadhi ya watu yani bila kuwakosea heshima, lakini yule kiniwekea na kuna baadhi ya wachezaji hata wa ligi kuu mimi namchukua yule. Yani anajua mno boli. Bwana, wewe Edo anaozungumziwa hapo ni kakake Dickson Ambundo, moja kati ya viungo bora mimi mwenyewe kuwashuhudia. Lakini ndio hivyo tu au si? Sahihi kweli. Cha mwisho cha kumalizia ambacho unaweza kuambia pale? Namshukuru Mungu bwana. Kuona tena chipukizi? Tuombe Mungu sasa patakapo msimu utakapokuja tutajua itakapokuwa. Niambie mchezaji wako ambaye mwanamuziki ambaye wewe unamkubali. Mwanamuziki mimi kiukweli mwanamuziki wangu mimi wa muda wote, kuna mshikaji mmoja wa Kinondoni anaitwa Msaka Dele. Yani wewe mimi ndo msanii wangu wa muda wote kiukweli. Yani anaimba sengeli. Yani wewe mimi ndo msanii huyo, kutoka huyo Dogo Janja na kuna wengine, ila mimi msanii wangu mkubwa Msaka Dele. Yani mgeni anachokufurahisha? Yani laza zake anavyoimba. Mimi sio mpenzi sana wa sengeli, lakini kwa huyo ni msanii wangu pendwa, yani ambaye yani toka miaka hiyo nilikuwaga namkubaliki Dogo Niga, ila baada ya huyo sasa yani imekuwa huyo Msaka Dele na miaka kama 8. Yani ni mtu ambaye ninamfuatilia na nishawahi kumwambia pia ndo msanii wangu wa muda wote kiukweli, hata uniwekee nani, ila mimi toa Kino njoo utembee. Yeah. Bwana, basi shukrani Shukrani ndugu yangu.